Azam pia wamezindua hamasa yao. Unafikiri Azam ambao ndo wako nyumbani mchezo huu, mchezo wa kwanza walishinda away dhidi ya Simba. Ndio. Na ukiangalia Azam leo wameanzisha hizo hamasa zao na wamesema kwamba hiyo tarehe 5 asubuhi watakuwa katika zoezi la kujitolea damu. Kwa hiyo inaenda kutoa msaada kwa wale wenye uhitaji. Ni kitu kizuri kama mashabiki, kwa sababu ni kama vile wanalipa hisani kwa wapenzi wa soka. Lakini ukiachilia mbali tambo hizo, bado zimeendelea kuwa ni kubwa, kwa sababu mashabiki wa timu zote mbili wana imani na timu zao. Utaangalia kwa upande wa Simba, sio tu mchezo wa kwenda kupata alama 3, bali ni kwenda kulinda ile heshima ambayo ilishajijengea Simba kwamba ni timu kubwa na itaendelea kuwa timu kubwa, kwa sababu ukiangalia kwa namna ambavyo mchezo uliopita mwalimu wa Azam alienda kusoma mchezo vizuri, kwa sababu unapokuja michezo hii mikubwa huwa kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaenda kuamua matokeo. Kitu kimoja wapo ni benchi la ufundi. Nafikiri benchi la ufundi ndio litaenda kuamua namna ambavyo kuchelewesha kupata matokeo ama kwa kupata matokeo. Na ukiangalia kwa timu zote mbili, walimu wote ni wazuri. Utaangalia mwalimu Florai Benge namna ambavyo muendelezo wake katika kikosi cha Azam kadri siku zinavyozidi kwenda, ni mwalimu ambaye amekuwa akitoa nafasi kwa kila mchezaji. Hivyo hata mchezaji anapokuwa amekosekana, kunakuwa hakuna ile pengo ambalo tunaweza kwamba ukaliona lipo kubwa. Lakini si hivyo tu, kwa mwalimu Steve Barker sasa hivi utaona katika kikosi chake cha Simba improvement imekuwa ni kubwa, namna ambavyo wachezaji anawatumia, lakini pia hata substitution zake pia zimekuwa zinaenda kutoa tija kuelekea katika mchezo ambayo inatoa. Lakini pia kujitoa kwa wachezaji wa Simba sasa hivi wamekuwa na morali kubwa. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Dar es Salaam ambapo watakutana na ni Mzizima dabi, yes. Watakutana na Azam FC, nafikiri utakuwa ni mchezo mgumu, kwa sababu ukiangalia kitu kingine ambacho kitakachoenda kuamua matokeo ya mchezo huu ni timu gani ambayo itaenda kusoma mapungufu ya timu pinzani. Lakini ukiangalia katika mchezo uliopita ambapo Azam walishinda goli 2-0, kuna namna ambavyo Azam walikuwa wanacheza, kulikuwa hakuna mchezaji abiria uwanjani. Na mwalimu alienda kufanya substitution ambazo zilikuwa zimeenda kumlipa, kwa sababu katika eneo la kiungo alimuingiza Kaminko ambaye alienda kuongeza kasi ya mashambulizi, lakini aliingia Saaduni ambaye pia kwenye eneo la viungo washambuliaji akaenda kuongeza tija, jambo ambalo kaenda kumfanya kutoa assist zote za magoli yote mawili. Kwa hiyo utaangalia namna ambavyo timu ambayo itaamka vizuri siku hiyo itaenda kusoma mbinu za mwalimu mwingine ambazo namaanisha kwamba kwenda kujibu maswali ambayo mchezo ule uliopita pengine walikuwa hawajafanya marekebisho. Kuelekea katika mchezo huu ndio kitakuwa kitu kizuri ambacho Simba pengine wanataka kulipa kisasi katika mchezo huo. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.